где были? Мой до сих пор двое там служат. Вот они там служат. Они были. Были. В частях сидят. Собаки. Представьте себе, да. Katika hali isiyo ya kawaida, mwanaume mmoja raia wa Ukraine anaripotiwa kufariki dunia kufuatia tukio la maofisa uandikishaji waliokuwa wakijaribu kumchukua kwa nguvu hadi katika ofisi ya usajili kama sehemu ya usajili wa kulazimishwa kuingia katika jeshi la nchi hiyo. Kwa mujibu wa ripoti ya tovuti ya strana.ua, mwanaume huyo anadaiwa kulazimishwa na maofisa hao wa jeshi jambo ambalo hakuridhia, huku chombo hicho kikichapisha video ya kushtua inayodaiwa kurekodiwa eneo la tukio. Tukio hilo liliripotiwa kutokea katika mji wa Shukoi Rimani ulioko katika eneo la kusini mwa Ukraine la Odessa. Kipande cha video kilichochapishwa na strana.ua pamoja na kituo cha Telegram cha Odessa Info siku ya Ijumaa kinaanza kwa kuonyesha mwanaume akiwa ameketi chini bila kuonyesha ishara ya kuzunguka. Kundi la wanaume waliovaa sare za kijeshi lilionekana likiwa karibu naye. Raia walioko katika video hiyo wanawataja watu hao kuwa ni maofisa wa uandikishaji. Pia baadhi ya watu wanadai kuwa maofisa hao walimpiga mwanaume huyo kabla ya kupoteza fahamu, jambo ambalo maofisa hao wa usajili wanalikana. Wakati huo, watazamaji pia wanadai kuwa mmoja wa maofisa hao alionekana akimpiga mwanamke mzee aliyoko katika eneo hilo. Mwanaume huyo baadaye anaonekana akianguka chini, haonyeshi ishara zozote za uhai, akiwa amelala bila kujibu chochote, huku macho yake yakiwa wazi. Nanukuu, "Basi tena amekufa." Watu walioko katika eneo hilo wanasikika wakisema, huku baadhi yao wakidai kuwa maofisa hao walimpiga hadi kufa. Mmoja wa maofisa wa usajili anaonekana akijaribu kumfufua kwa kumpa masaji ya moyo bila mafanikio. Ofisi ya mkoa ya usajili ilikana kuwa kuna makosa yote yaliyofanywa na wafanyakazi wake na kusema kuwa tukio hilo liliigizwa. Nanukuu, "Tukio hili liliigizwa, sio la kweli," ilisema taarifa. Ofisi hiyo ilisema kwenye mtandao wa Facebook kuwa mwanaume huyo alikamatwa kwa kukiuka sheria za usajili wa kijeshi. Kulingana na ofisi hiyo, mwanaume huyo alionyesha hasira kwa maofisa hao kabla ya kuigiza kupoteza fahamu, na walidai bila kuonyesha ushahidi kuwa hali ya kiafya ya mwanaume huyo ni ya kuridhisha. Kwa mujibu wa strana.ua, mamlaka za Ukraine hazijatoa maoni mengine yote kuhusu tukio hilo ama hatima ya mwanaume huyo alionekana kwenye video. Baada ya mzozo wa Ukraine kuchukua mkondo mpya mnamo Februari 2022, Ukraine ilitangaza usajili wa jumla wa kijeshi. Baadaye Ukraine ilipunguza umri wa kujiunga na jeshi hadi miaka 25 na ikaongeza adhabu kwa wale wanaokwepa kujisajili ndani ya jeshi hilo kwa mwaka jana, kufuatia visa vingi vya ukwepaji na utorokaji jeshini. Maofisa wa uandikishaji nchini Ukraine wamekuwa wakitumia mbinu kali zaidi kujaribu kuongeza wanajeshi katika vikosi vyake ili kuweza kupambana na vikosi vya Russia vinavyozidi kuyateka na kuyatoa maeneo ya Ukraine. Video nyingi zinajitokeza mitandaoni katika miezi hivi karibuni zikionyesha maofisa wa usajili wakiwakamata wanaume mitaani, kuwapiga na kuwapeleka kwa nguvu kwa kutumia magari madogo hadi vituo vya usajili, ambapo kuna ripoti za majeruhi na vifo kwa waliotarajiwa kujiunga na jeshi na wale waliopinga kusajiliwa kwa nguvu. Miongoni mwa maeneo ambayo yametwaliwa na Russia katika mzozo huo tangu 2022 Februari ni pamoja na maeneo ya mkoa wa Donetsk, Luhansk, Kherson, Zaporizhia, Pokrovsk na Crimea iliyotwaliwa mwaka 2014. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital kwa taarifa zaidi kuhusiana na mzozo huo. Jina langu ni Mgongo Kaitira.